Maandalizi ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote yako katika hatua za mwisho. Serikali imekuwa ikisema hivi karibuni kuwa mpango wa bima ya afya kwa wote ni mwelekeo wa dhati wa kubadilisha jinsi wananchi wanavyopata huduma ya matibabu. Lakini je, hatua hii ni mabadiliko ya kweli au tu ni mfululizo wa ahadi zilizotangulia? Nataka niwape habari njema kwamba bunge litakalokaa mwezi huu wa 9 linakwenda kupitisha sheria ya bima ya afya kwa Watanzania wote. Mjadala wa bima ya afya kwa wote si mpya Tanzania. Kwa miaka mingi mfumo wa afya umekuwa ukiendeshwa kupitia bima mbalimbali kama National Health Insurance Fund, yani NHIF, iliyozinduliwa mwaka 1999 na Community Health Fund, yani CHF, ya mwaka 2001, lakini wengi walibaki nje ya mifumo hii. Mpango wa kuwafikia wote kwa bima umekuwa ukijadiliwa na sera mbalimbali tangu mapitio ya sheria yalipoanza, ikijumuisha miswada iliyowasilishwa bungeni mara kadhaa kabla ya kuthibitishwa rasmi. Hatimaye tarehe 1 Novemba 2023, Bunge la Tanzania lilipitisha sheria mpya ya Universal Health Insurance Act iliyosainiwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikilenga kuwahusisha wananchi wote kwenye bima ya afya bila kikwazo cha fedha. Sheria ya bima ya afya kwa wote ilipitishwa na Bunge tarehe 1 Novemba 2023 na Mheshimiwa Rais ameidhinisha sheria hiyo tarehe 19 Novemba 2023 na imechapishwa katika gazeti la serikali tarehe 1 Disemba 2023. Sheria hii inamaanisha kwamba kila Mtanzania anatakiwa awe na bima ya afya, iwe kupitia NHIF, bima binafsi iliyokubaliwa au chaguzi zingine zinazotolewa. Serikali sasa inakusudia kutekeleza mpango huu kwa awamu, ikianza kutengeneza mazingira ya usajili wa watumiaji. Hivi karibuni, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi, akisema kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, amesisitiza umuhimu wa utekelezaji wa mpango huo sambamba na utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kuhimiza watendaji wa sekta kuhakikisha sheria hii inaendana na ubora wa huduma za matibabu. Kwa upande mmoja, hii ni ahadi ya kuondoa malipo ya moja kwa moja ya matibabu kwa wagonjwa, ikiwawezesha kupata huduma bila hofu ya gharama, hasa kwa kaya masikini. Lakini changamoto kubwa ni kuhusu usajili, uelewa wa wananchi na kuhakikisha huduma za afya zinakuwepo kwa kiwango kinachofaa. Sheria hii inahitaji usimamizi madhubuti, vifaa vya afya na uwezo wa watumishi wa afya ili kutoa huduma kwa idadi kubwa. Bila hilo, mfumo unaweza kuvurugika na kusababisha ukosefu wa huduma bora. Utekelezaji wa mpango huu unahitaji rasilimali kubwa, na hapa ndipo kunakuwa na swali. Je, bajeti ya afya itakuwa endelevu bila kushusha bajeti ya sekta nyingine muhimu? Ukitazama nchi nyingine zilizoanzisha mikakati ya afya kwa wote, wengi wanasema mafanikio yake si sera tu, bali ni utekelezaji thabiti unaoambatana na fedha za kutosha, ulinzi wa mifumo ya afya na uaminifu kwa wananchi. Je, Tanzania ina uwezo wa kutekeleza bima ya afya kwa wote, sio kwa karatasi tu, bali kwa vitendo, kuanzia wafanyakazi wa ngazi ya chini hadi madaktari hospitalini? Tupatie maoni yako.